na kukaribisha katika jina la Yesu Kristo. Nikukumbushe kwamba Mungu anakupenda sana na mawazo ambayo anakuwazia ni mawazo mema. Mipango ambayo Mungu anakupangia mipango mema sana. Ndio maana ungali unaishi siku ya leo. Kwa hivyo mtumaini Bwana, muamini yeye na umtumikie yeye, na bila shaka utauona uzuri wake Bwana. Nami nakuletea neno la Mungu ambalo kwa hilo tunaweza kutambua ni yapi ambayo yanampendeza Mungu na ni yapi ambayo yasiyompendeza, ili ya kwamba tuweze kuepukana na yale ambayo hayampendezi na kuyashika yale ambayo yanampendeza, ndiposa tuweze kuona msaada wake Bwana. Kwa hivyo nawakaribisheni katika jina lake Yesu Kristo. Ningependa tuweze kumshukuru Bwana kwa njia ya maombi kwa sababu ya pumzi ya uhai na nguvu za mwili ambazo ametukirimia kuwa nazo. Tunapojiweka mbele za Bwana, yeye ya kwamba aendelee kutulinda na aendelee kutuhifadhi, atuweke mbali na mabaya na akatujalie kibali cha kuona yale mema ambayo ametuumbia kwa ajili ya siku ya leo. Napoomba na wewe pia unaweza kujiombea mahali ulipo, ukamkumbusha Bwana ile hitaji lako. Ni Mungu wa rehema, anaweza kukurehemu na akakusikiliza na pia akakusaidia nawe ukashuhudia wema wake Bwana. Zaburi 27 mstari wake wa 11 na mstari wake mpaka mstari wa 13, alafu tutakuwa tunaomba. Zaburi 27:11 hadi 13. Bwana, unifundishe njia yako na kuniongoza katika njia iliyonyoka kwa sababu yao wanaoniotea. Usinitie katika nia ya watesi wangu, maana mashahidi wa uongo wamenijia, nao watoao jeuri kama pumzi. Naamini ya kuwa nitauona wema wa Bwana katika nchi ya walio hai. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, asante kwa mako na fadhili zako. Asante Bwana kwa uzuri wako, na asante kwa ukuu wako Jehova. Umetulinda, umetutetea, tumeona masaa haya kwa neema, tunasema asante. Asante kwa studio hizi, asante kwa wasikizaji na hata watangazaji Bwana. Asante kwa maana mawazo yako ni mema na mipango yako ni mema. Nasi Jehova tunanyenyekea miguuni pako tukiomba msamaha. Utusamehe dhambi na makosa. Mahali ambapo tumekosea tusamehe Bwana. Na pia Jehova ututakase, utusafishe. Bwana Yesu katufanye kuwa viumbe vipya. Tunakuomba rehema masana wakati huu Jehova. Uturehemu na ukutusaidie kwa maana wewe ndiye msaada wetu. Baba, katika studio hizi endelea kutawala. Wale wanaosikiliza watawale Jehova, wengine wana matatizo ambayo wamewalemea. Bwana ukawakumbuke na ukawatetee. Mipango ya shetani Yesu pangua. Njama za ule adui Yesu ondoa. Magonjwa ukaponya na udhaifu kaondoe Bwana. Yesu tamalaki na ukatende mema. Tunapolisikiliza neno lako Jehova, unijalie kunena ya pasayo na yastahilio kwa ajili ya siku ya leo. Atakayesikiliza neno hili Bwana, naomba likambadilishe na likamfanya kuwa mwana katika ufalme. Kila kizuizi na kipingamizi Yesu ondoa. Mambo yote mabaya Yesu kaondoe. Jitukuze na ukatende mema, kwa maana uweza na nguvu zina wewe Bwana. Asante kwa maana umesikia na kutenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Hallelujah. Asante sana msikilizaji mpendwa. Mungu wa amani akubariki na pia akutende mema, akujalie kibali na neema ya kuona yale mema aliyokusudia, na pia akuepushe na yale mabaya ambayo shetani anakusudia. Nawe muamini Mungu, mtumaini yeye, chagua kumuishia yeye. Yale ambayo hayampendezi Mungu usiyatende. Shika yale ambayo yanampendeza Mungu, na kwa kila jambo jifunze kuvumilia na pia kumtazama sana Mungu, kwa maana yeye ndiye mwenye uwezo na ndiye mwenye nguvu, na yeye ndiye kila kitu. Na pia ujifunze kumuomba Mungu kila wakati. Kwa kila jambo ni vizuri kupiga magoti na kuongea na Bwana. Naye Mungu ni wa huruma, hata kuachilia, atakutetea na atakupigania, kwa maana ndiye mwenye uwezo na mwenye nguvu. Na kama hujaokoka mpendo, uokoke. Yesu Kristo ndio njia, kweli na uzima. Amwaminie mwana ana uzima wa milele. Asiyemwamini mwana, ghadhabu ya Mungu huwa inamkalia. Kwa hiyo kama unasikiza na hujaokoka, ninakusii umkubali Yesu Kristo awe Bwana Mwokozi wako. Umpe nafasi katika maisha yako, awe Bwana na Mwokozi wako.
na maandiko yanasema kwamba kwa moyo mtu anaamini anahesabiwa haki, kwa kinywa mtu anakiri anapata wokovu, na kila anayemwamini Yesu Kristo hatawahi aibika, na yule ambaye anamkiri hatawahi ama ataokoka. Hakuna kutayarika, kwa maana Mungu hana upendeleo. Yeye ni Mungu wa watu wote, hasa wale wanamwamini, na yule ambaye anamtafuta yeye atamuona. Kwa hiyo mpendo, kama hujaokoka ukubali uokoke, kwa maana nje ya wokovu, Yesu mwenyewe anasema katika Yohana 15, katika Yohana 15 Yesu mwenyewe akaongea maneno haya. Wewe ambao unanisikiza na inawezekana hujamkiri Yesu, hujaokoka, hujamwamini Yesu, Yohana 15 mstari wake ni wa 4, anasema hivi Yesu: kaeni ndani yangu nami ndani yenu. Kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika nanyi hamwezi msipokaa ndani yangu. Yesu anasema kama vile tawi haliwezi kuzaa lisipokaa kwa mzabibu, na mimi na wewe hatuwezi neno lolote tusipokaa ndani yake. Anasema tukae ndani yake na yeye akae ndani yetu. Mstari wa 5 anasema mimi ni mzabibu nanyi ni matawi, akae ndani yangu nami ndani yake, huyo uzaa sana, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Akae ndani ya Yesu na Yesu anakaa ndani ya huyo mtu anazaa sana. Na Yesu anasema pasipo yeye sisi binadamu hatuwezi kufanya neno lolote, hatuwezi. Kwa hiyo mtu wa Mungu, msema makijana, bwana sikiliza, katika utangulizi na kusii umkubali Yesu Kristo awe Bwana na Mwokozi wako, kwa maana pasipo Yesu Kristo hata kama tuna nini hatuwezi. Kwa maana haya maisha sisi hatuoni chochote, ni Mungu pekee ndiye anaona. Na Mungu alituma Yesu Kristo akaja akafa msalabani kwa ajili ya makosa yangu na yako, ili tukimwamini yeye tupate uzima wa milele, tupate ondoleo la dhambi na uzima wa milele. Kwa hivyo kama hujamkubali Yesu, fanya ima umkubali Yesu. Na kama umeokoka, simama imara, onyesha kwa matendo kwamba Yesu yuko ndani yako, na udhihirisha wokovu wako kwa matendo. Na pia usirudi nyuma. Katika wokovu kuna kuanga na kipindi kinaitwa kipindi cha utakaso, ambacho huwa kipindi hicho Yesu anasema watu wengi watatamani lakini watashindwa kwa sababu ya kile kipindi cha utakaso. Kwa hiyo kama umeokoka, simama imara, shika sana ulicho nacho. Mtu mwingine asitoe taji lako, usirudi nyuma, usiache wokovu. Yesu mwenyewe alisema ya kwamba mtu akiokoka anarudi nyuma, mapepo 8 yanaingiaga ndani yake, na hali ya mtu huyo inakuwa mbaya kuliko ile ya kwanza. Kwa hiyo kama umemkubali Yesu, inawezekana mambo si mazuri vile ulivyo, lakini simama upande wake, shika imani na uendelee kumtumikia Mungu na kutenda yale yanayompendeza. Furaha ya wokovu utaiona kwa jina la Yesu. Katika siku ya leo, somo ambalo nimekuletea ni kwamba unahitaji kuwa na mchungaji ambaye anatembea na wewe, ambaye anakuongoza, ambaye anakushauri. Unastahili kuwa na mchungaji au na mtumishi wa Mungu ambaye anasimama kwa ajili yako. Na nitakuonyesha umuhimu wa kuwa na mtumishi wa Mungu maishani mwako, ili ya kwamba, na maana watu wengi wanaishi lakini hawana mtumishi wa Mungu ambaye wako naye katika maisha yao. Wanaishi tu hivyo, na unakuta kwamba shida zingine zinatupata kwa sababu Mungu yeye ameinua wahubiri ili ya kwamba wakatuongoze, wakatushauri, wakasimame kwa ajili yetu. Lakini unakuta kwamba watu wengi tunaishi tu hivyo. Ndio unakuta watu wengi shida zikitupata, hatuna mtetezi, hatuna mahali pa kutokea. Na hata ukatokea kwa mchungaji, hata pasta akikuombea, Mungu anajua huyo si pasta wako. Anajua kama sio shida haungemwendea huyo pasta. Ni vizuri mpendwa kuwa na mhubiri ama mtumishi wa Mungu mahala ambaye anakujua na wewe unamjua. Unatembea na yeye, mnafanya kazi ya Mungu pamoja na yeye. Ndio kuna mambo mengine yanaweza kuingia maishani mwako. Kama hauna mtumishi wa Mungu ambaye anakuongoza, hata ukiendea mtumishi wa Mungu akuombee, Mungu atakataa. Kuna watu ambao walikuwa wanakaa kivyao, na kulikuwa na mtumishi wa Mungu anaitwa Ezekieli.
na walikuwa wao wamekataa Ezekieli asiwaongoze. Wao wakawa wanakaa kivyao. Lakini ilifika masaa ya shida, na ile shida ikaonekana kwamba hakuna mtu mwingine anaweza kuwasimamia mbele za Mungu isipokuwa Ezekieli. Na ikabidi sasa watafute Ezekieli. Lakini sasa walipomtafuta, Mungu naye alikataa. Usiwe mtu wa kutafuta wachungaji kwa sababu ya shida. Unastahili kuwa na pasta ambaye unasimama na yeye. Pasta ambaye anakuongoza, anakufundisha, anakushauri. Pasta ambaye anakuonyesha neno la Mungu, anakuonya, anakurekebisha, ambaye anaweza kusimama na wewe kwa maombi kwa wakati fulani na vipindi fulani katika maisha. Bila hilo, mpendwa msikilizaji, Ezekieli 14, sikiliza maneno haya. Anasema hivi, Ezekieli 14, ukumbuke ya kwamba huyu Ezekieli alipotumwa, Mungu alimwambia na kutuma kwa watu ambao hawatakubali. Kwa hivyo hawa ni watu walikuwa wamekataa Ezekieli. Ni watu ambao walikuwa wamemkataa, wamekataa mambo yake. Hawakutaka mambo yake. Lakini Mungu alimwambia Ezekieli, hata kama nakutuma kwa watu ambao watakataa, lakini wewe uwaambie tu. Hebu nirudi nyuma kidogo. Kitabu cha Ezekieli 2. Ndio ujue hao watu ambao wanakuja sasa. Ezekieli 2, kwa sababu ya muda wangu, mstari wake ni wa 4, anasema mstari wake wa 3, akaniambia mwanadamu, na kutuma kwa wana wa Israeli, kwa mataifa wanaoasi, walioniasi mimi. Wao na baba zao wameasi juu yangu, naam, hata hivi leo. Na wana hao wana nyuso zisizo na haya, na mioyo yao ni migumu. Mimi nakutuma kwa hao, nawe utawaambia, Bwana Mungu asema hivi. Nao iwe watasikia au hawatasikia, maana ndiyo nyumba ya kuasi hao. Hata hivyo watajua ya kuwa nabii amekuwako miongoni mwao. Na wewe mwanadamu, usiwaogope hao, wala usiyaogope maneno yao. Ijapokuwa miiba na michongoma inakuzunguka, nawe unakaa katikati ya inge, usiyaogope maneno yao, wala usifadhaike kwa sababu ya nyuso zao, wajapokuwa ni nyumba yenye kuasi. Utawaambia, nawe utawaambia maneno yangu, iwe watasikia au hawatasikia, maana hao wanaasi sana. Hawa ni watu Mungu alituma Ezekieli kwao. Lakini Mungu akamwambia watu, inawezekana hawatakusikia, lakini wewe waambie. Lakini angalia chapter 14, hawa the same people wamepata shida, wamepata tatizo, na wakagundua huyu nabii Ezekieli ambaye anakujanga anatuambia maneno ya Mungu tunakataa, huyo ndiye anaweza kutusaidia. Wakakimbia kwake. Chapter 14, Ezekiel 14 verse number 1. Mpendo, unastahili kuwa na mhubiri ambaye anakujua, unamjua, unamsupport, unasimama naye, anasimama na wewe, anakufundisha, anakuonya, anakuongoza, anakushauri katika maisha yako. Ndio utakuwa salama, ndio utakuwa sawa. Bila hilo, mpendo msikilizaji, kwingine tutahangaika. Sikiliza hapa. Ezekieli 14 mstari wa 1. Ndipo baadhi ya wazee wa Israeli wakanijia, wakaketi mbele yangu. Ndipo neno la Bwana likanijia kusema, mwanadamu, watu hao wametoa vinyago vyao na kuvitia moyoni mwao, nao wameweka kwazo la uovu wao mbele ya nyuso zao. Je, nitakubali kuombwa ushauri na wao? Basi sema nao, waambie, Bwana Mungu asema hivi, kila mtu wa nyumba ya Israeli atoaye vinyago vyake na kuvitia moyoni mwake, na kuliweka kwazo la uovu wake mbele ya uso wake, na kumwendea nabii, mimi Bwana nitamjibu neno lake kulingana na wingi wa sanamu zake. Sasa hawa ni watu wamekuja masaa ya shida. Walikataa Ezekieli awafundisha, awaongoze, awaonye. Wakaamua kukaa kivyao. Kama vile watu wengine hawataki kwenda kanisa. Wanasema pasta ni waongo. Hatukatai, kuna pasta wa uongo, na Yesu alishasema pasta kuwa muongo, hiyo si jambo la kushtua, ni kitu kimeandikwa. Lakini uongo wa pasta haufai kufanya ukose kuwa na mhubiri ambaye anakutawala wewe, anakuongoza, anakushauri. Haistahili. Inastahili ukuwe na mtu ambaye ni mtumishi wa Mungu, ambaye yuko as a spiritual leader wako, ambaye atakuwa anakushauri, anakuongoza, anakufundisha maneno ya Mungu. Ndiposa utakuwa unafanikiwa, ndiposa utaepukana na mabaya. Nitakuonyesha mfano wa umuhimu wa kuwa na mtumishi wa Mungu maishani mwako. Sasa hapa tunaona chapter 2, Mungu anaonyesha Ezekieli ya watu watakataa, hawatakukubali. Lakini wewe waambie, siku moja ikafika watakuja kugundua kumbe huyu ni nabii. Na kweli siku moja ikafika, chapter 14, wakakuwa wako na shida, wamelemewa, wamekuja kwa Ezekieli.
Lakini Mungu, sikiliza, Mungu alikataa. Akaambia Ezekieli, watu kama hawa hawataniuliza kitu. Na akamwambia hata kama wataenda kwa nabii mwingine, huko tu mimi nitawafuata. Nitawajibu kulingana na vile walivyo. Mtu wa Mungu anayesikiliza, je, uko na pasta ambaye anakujua na wewe unamjua? Ambaye anakushauri, anakufundisha, anakuonya, anakuongoza, anaweza kukusimamia mbele za Mungu kwa vitu fulani fulani. Kunaye kweli? Ama wewe umekaa tu na unataka kuona Mungu? Na Mungu ametuma pastors, apostles, bishop, ametuma kulingana na Waefeso 2. Sikiliza, Paulo anasema Yesu alipopanda na akashuka, ama aliposhuka na akapanda, alichagua wengine, akawafanya wengine kuwa wachungaji, wengine akawafanya kuwa manabii, wengine akawafanya kuwa wainjilisti, wengine akawafanya. Maandiko yanasema hivi, kitabu cha Waefeso 3, Waefeso 4 mstari wa 11. Naye alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa ajili ya kuwakamilisha watakatifu. Kwa hiyo unapokosa kuwa na pasta katika maisha yako, mtumishi wa Mungu, aje tubie jina hilo. Unapokosa kuwa na mtumishi wa Mungu katika maisha yako, kuna vitu havitakamilika maishani mwako. Kwa maana kuna ushauri hautajipatia wewe mwenyewe. Mungu atatumia mtumishi wake ili akushauri, ili akuonye, ili akufundishe, ili akuongoze, na ili pia asimame kwa ajili yako, akuombee mbele za Bwana. Lakini kama wewe unakaa hivyo tu kama watu Ezekieli, ndio unakuta watu wengi shida zikitokea, ndio anajua umuhimu wa pasta, ndio anajua umuhimu wa mtumishi wa Mungu, ndio anaanza kumtafuta. Na ndio unakuta kwamba hata tukiwaendea, wakituhurumia, wakituombea, Mungu anakosa kutusaidia, kwa sababu ya kwamba tumewaona kama kwamba hawana maana, tumewasarau. Mtu wa Mungu, do you have a pastor, a servant of God in your life, ambaye unamjua, anakujua, you support him, anakufundisha, anakushauri? Ama wewe ni ule unakaa tu, yakikulemea unatafuta yeye ni pastor, unakimbia kwa hiyo mchungaji yote? Maandiko yamesema wakati watu wanakaa mbali, wanakataa watumishi wa Mungu asiwaongoze, siku inavikanga, wanajua kumbe huyo pastor alikuwa wa maana. Wanaanza kujua umuhimu wa pastor, wanakuja kumtafuta huyo pastor awaombee. Ezekieli alikuwa tayari kuwaombea, lakini Mungu alikataa. Mfano mwingine ni mtu anaitwa Yeremia. Yeremia pia watu walikuwa wamemkataa. Hata kuna siku walikuwa wanataka kumpiga Yeremia. Kuna siku walikuwa wanataka kumpiga Yeremia. Wakawa hawataki mambo ya Yeremia, kwa sababu ya vile Yeremia alikuwa anawaonya, anajaribu kuonyesha ile njia ambayo ipendezi Mungu, angalau wakaiache. Lakini kaonekana hao hawataki kuacha. Hebu nisome usikilize kitabu kile cha Yeremia kwanza, Yeremia 11. Yeremia 11 mstari wa 18. Yeremia 11 mstari wa 18. Nasema, tena Bwana akanijulisha haya, nami nikayajua, ndipo uliponionyesha matendo yao. Lakini mimi nilikuwa kama mwana kondoo mpole achukuliwaye kwenda kuchinjwa, wala sikujua ya kuwa wamefanya mashauri kinyume changu, wakisema, na tuharibu mti pamoja na matunda yake, na tumkatalie mbali atoke katika nchi yao walio hai, ili jina lake lisikumbukwe tena. Huyu ni Yeremia. Watu wakawa wanapanga mabaya. Mungu akamfunulia Yeremia. Hakuwa anajua. Yeye alikuwa anafikiria tu wako sawa na watu. Kumbe hao watu wanapanga mabaya. Lakini kwa sababu ya muda wangu, hebu niendelee pale chini usikie. Mstari wa 20 anasema, lakini Bwana wa majeshi, uhukumuye kwa haki, ujaribuye fikira na moyo, nijalie kuona kisasi chako juu yao, kwa maana nimekufunulia wewe neno langu. Basi kwa hiyo Bwana asema hivi juu ya watu wa Anathothi, watakao uhai wako, wakisema, hatafanya unabii kwa jina la Bwana, usije ukafa kwa mikono wetu. Kwa sababu hiyo Bwana majeshi asema hivi, tazama, nitawaadhibu watu hawa. Vijana watakufa na upanga, wana wao na binti zao watakufa kwa njaa, wala hapata kuwa na mtu atakaye salia kwao, maana nitaleta mabaya juu ya watu hawa wa Anathothi mwaka wa kujiliwa kwao. Kwa hiyo pia hapo kunaonekana kuna hatari ya kuinukia watumishi wa Mungu.
Hasa wale wanakuonya, wanakurekebisha, wanakutahadharisha. Kuna hatari ya kuinukia. Kwa sababu Mungu akaambia Yeremia, hao watu watakufa. Lakini sikiliza, hao watu walikuwa wameamua Yeremia hata lakini sikia chapter 14 kukaingia ukame. Huyu Yeremia ambao alikuwa anapanga kumuua, kukaingia ukame na wakatokea mbele ya Yeremia. Wakataka Yeremia waombee. Wakataka Yeremia wasimamie mbele za Mungu. Mtu wa Mungu, usijue umuhimu wa pasta wakati wa shida. Maana hata kama atakuhurumia kuombee, Mungu hatakusikia. Sikiliza kitabu cha Yeremia 14, kukaingia ukame, ukaonekana kuna ukosefu wa mvua. Mstari wa kwanza unasema Yeremia 14 verse number 1. Neno la Bwana likamjia Yeremia kuhusu ukosefu wa mvua. Sasa huu ni ukosefu wa mvua. Shida imepatikana. Hawa watu walikuwa wamekataa Yeremia, wanataka hata kumuua. Lakini sasa kumefika masaa, sasa kumeingia shida. Tatizo limeingia, wamekuja kwa sababu ya muda wangu. Mstari ule mstari Yeremia 14 kwa sababu ya muda, mstari wake wa 11. Naye Bwana akaniambia, usiwaombee watu hawa wapate heri. Atu hiyo ni Mungu anakataa. Anaambia Yeremia watu sasa usiwaombee. Si ni hawa walikuwa wanataka kuua, wakataki watolee unabii. Sasa ndio wamekuja tena. Mungu akamwambia Yeremia hata usiwaombee. Mpenda, hata kama kuna mapasta uongo, lakini si uombe Mungu akuonyeshe pasta wa ukweli, kanisa la ukweli. Uende kanisani, uwe chini ya mtumishi wa Mungu fulani. Kwa sababu kuna umuhimu wa kuwa chini ya mtumishi wa Mungu. Kuna umuhimu mpendo. Ni hasara sana pasta akuzike na wewe ulikataa mambo ya pasta. Unajua hata mtu akikufa ni mhubiri ataenda kumzika. Lakini sasa kuna watu wanakataa mhubiri. Na ni hasara kutafuta pasta wakati wa shida. Ni hasara. Wakati wa matatizo ndio unatafuta mhubiri. Ni hasara. Unaona tumeona mifano miwili. Watu wanakataa mhubiri, mtumishi wa Mungu, alafu the same wanafika mahali wanamtaka huyo mtumishi. Mungu anakataa kabisa hata wasiombe. Mpendwa msikilizaji, ni vizuri mpendwa, kuna muhimu wa kuwa na mhubiri katika maisha yako. Kuwa na mtumishi wa Mungu ndani ya maisha yako. Kuna umuhimu ambaye anakujua na wewe unamjua. Ambaye unamsupport au unasimama na yeye, anakushauri, anakuombea, anakuongoza, anakuonya, anakufundisha mapenzi ya Mungu. Ni kuna umuhimu mkubwa sana. Na ndio maana shetani anajaribu sana wachungaji waonekane hawana picha nzuri. Ndio watu wadharau wachungaji. Waone hakuna haja ya kwenda hata kanisani, hakuna haja. Ndio maana shetani ameweka, maana nasema kuna watu walijiingiza kwa siri. Ameweka watumishi wake ambao wamejifanya watumishi wa Mungu. Wanafanya mambo ya aibu. Ndio sasa wewe ukose kuwa na ukose kuona umuhimu wa pasta. Udharau wa pasta kabisa. Hata ukimsikia umdharau, ndio sasa yale mambo Mungu alikuwa amepanga yatakayopitia kwa mhubiri ukose kuyaona. Umesikia hawa wa kitabu cha Ezekieli na kitabu cha Yeremia, umesikia? Sasa mpendwa, kuna watu walikuwa wanataka kufanya mambo yao. Na walipokuwa wanataka kufanya mambo yao ya kujiendeleza, wakaona kuna umuhimu wa kutembea na mtumishi wa Mungu. Na kumbe kule walikuwa wanaenda kulikuwa na shida ambayo itatokea. Lakini walisaidika kwa sababu walitembea na mtumishi wa Mungu. Na wewe kwa maisha yako you are walking alone. Hata kama uko na pesa, kuna mambo pesa haiwezi kuondoa. Hata kama uko na kazi, you need a servant of God in your life. Hata kama uko na masomo, kuna mambo masomo haiwezi fanya kazi, haiwezi kutatua. Hata kama uko na uwezo wa aina gani, una cheo cha aina gani, mpendwa, unahitaji kuwa na mtumishi wa Mungu ndani ya maisha yako. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 6, sikiliza. Wafalme wa pili sura ya 6. Kisha wana wa manabii wakamwambia Elisha, angalia basi mahali tukaapo mbele yako ni padogo kwetu. Basi twende mpaka Yordani, twakuomba tutwae huko kila mtu mti mmoja. Hiyo ni kitabu cha Wafalme wa pili 6. Mti mmoja, ili tujifanyie huko mahali pa kukaa. Akajibu, haya, nendeni. Mmoja wao akasema, uwe radhi basi na kusii, uende pamoja na watumishi wako. Akajibu, nitakwenda. Tufika hapo kwanza.
Hawa ni watu walikuwa na maono ya kuendelea, walikuwa na mpango wa kujiendeleza kimaisha. Kama wewe unaweza kuwa uko na mpango wa kufanya biashara, uko na mpango wa kujiendeleza project fulani kwa maisha, lakini cha hasara ni kwamba Paulo akasema, niunganishe maneno haya. Paulo akasema mshirikishe mkufunzi wako, wa Galatia 6. Mshirikishe mkufunzi wako kwa mema yako yote. Wa Galatia 6 mstari wake, Galatians 6. Sikiliza maneno haya mtu wa Mungu. Wa Galatia 6 mstari wake wa 6 anasema mwanafunzi na mshirikishe mwalimu wake katika mema yote. Lakini makosa ni kwamba sisi tunataka tushirikishe walimu wetu mabaya yote. Ndio maana waliopanga laini kwa pasta wengi ni watu wamekuja na mabaya. Pasta, nilikuwa nafanya hii kimeharibika, nilikuwa na ndoa imeharibika. Ukamuuliza hiyo ndoa uliambia nani ndio ukaingie? Hakuna. Hiyo kazi imeharibika, ni pasta gani alikuombea ndio ukaanze? Hakuna. Tunatembea peke yetu. Tunaona hatuoni umuhimu wa pasta katika maisha yetu. Lakini katika shida tunataka pasta asimame kwa niaba yetu. Lakini hawa watu waliona kuna umuhimu wa mtumishi wa Mungu maishani mwetu, na wakaona hata kama tumeona mahali pazuri, maana wao ndio walikuwa wameona mahali. Mtu anaitwa Elisha hakuwa ameona hapo mahali. Hawa watu ndio walikuwa wameona Jordani kuna mahali papana, wakasema hapa tunakaa ni padogo maana tuko wengi, lakini kuna mahali tumeona ambapo ni papana, we can go there and expand our territories. Elisha akawaambia ni sawa, hakuna shida, mnaweza kuenda. Lakini mtu mmoja akaona hapana, hatustahili kwenda peke yetu, tunastahili kwenda na huyu mtumishi wa Mungu. Mtu mmoja akaona kuna umuhimu, hata kama tuna ujuzi, hata kama tuna mahali tumeona, tuko na miti tumeiona, tunaweza kata tukaitengeneza nyumba tukakaa. Lakini this servant of God is very important in our life. Mtu wa Mungu, no matter what preachers do, no matter what the scandals are there, but there is an importance of a servant of God in your life. Never despise the servants of God, kwa sababu kumetokea scandals. Scandals will be there, na zitakuwepo na zitaongezeka, kwa sababu wengi wako pale. Yesu anasema wamevaa ngozi ya kondoo, anasema wamejiingiza kwa siri. Lazima scandals zitatokea, lakini hilo lisikufanye udharau watumishi wa Mungu, lisikufanye ukae maisha ambayo hakuna pastor yuko maishani mwako, lisikufanye. Always find a preacher, a servant of God that he can bear a spiritual authority in your life, ambaye mnaweza kutembea naye katika maisha yako, ili ya kwamba hebu tuone umuhimu. Hawa watu wakaona, mtu mmoja akaona hapana, tunafaa tuende na huyu Elisha. Akamwambia Elisha, tunakuomba utembee na sisi, twende na wewe. Elisha akaamua kwenda na wao. Mstari wa 4, basi akaenda pamoja na wao. Hiyo ni kitabu cha Wafalme wa pili 6 mstari wa 4. Basi akaenda pamoja na wao, nao walipofika Yordani wakakata miti, lakini mmoja wapo alikuwapo katika kukata boriti. Chuma cha shoka kikaanguka majini, akalia akasema, ole wangu bwana wangu, kwani kilianzimiwa kile. Mtu wa Mungu akasema, kilianguka wapi? Akamuonyesha mahali, akakata kijiti, akakitupa pale pale, chuma kikaelea. Akasema kiokote. Basi akanyosha mkono akakitwaa. Sikia sasa, kuna umuhimu wa mtumishi wa Mungu ndani ya maisha yako. Hata kama inawezekana kuna yeye ulikuwa naye na alikuaibisha, alifanya kitu, don't despise the servants of God. Always pray to God to show you a true servant of God who can stand for you, who can lead you, who can guide you, teach you, who can mold you in the things of God. Angalia hao wameenda, wako na ujuzi, wako na shoka, wako na kila kitu, wameona mahali. Lakini katika maisha akukosangi troubles. Katika maisha hata kama uko na vyote, kutakuwa na troubles in life. Kutakuwa na some problems in life hata kama uko na nini. Sasa angalia kukafika mahala wamekata miti. Wakiendelea kukata miti ndio watengeneze, waprosper, wapanue mipaka yao. Kukatokea shida. Chuma cha shoka kikaanguka ndani ya maji.
Na bahati mbaya shoka ni ya kuombwa, sio yao. Mwenyewe watamwambiaje sasa? Watamwelezaje mwenyewe? Sasa huyu mtu akaanza kulia akasema, sasa ni ya mwenyewe, nimefanya tu kuomba, nitamwambiaje? Elisha kumbe walikuwa wamekuja naye. Kuna mambo mpenda uwezi. You need a servant of God in your life. Kuna vitu hauviwezi, unahitaji mtumishi wa Mungu ndani ya maisha yako. Na ndio maana Elisha alipofika hapo, maandiko yanasema Elisha yeye alikata tu kakijiti, akakatupa pale kwa mahali kichuma kiliangukia. Kwa sababu ya nguvu za Mungu. Angalia chuma ikielewa juu ya maji. Kitu ambacho hawa watu wasingewaifanya, hata kama wangetafuta hiyo chuma wasingewaipata. Lakini kwa sababu the servant of God is present in their life, mahali kulikuwa kutokea shida iliishi hapa. Kumbe kazi zingine zimeisha kwa sababu tumeenda bila watumishi wa Mungu. Ndoa zingine zinaisha kwa sababu tumetembea bila watumishi wa Mungu. Maisha mengine yanaharibika kwa sababu tunatembea bila watumishi wa Mungu. Na tunawataka watumishi wa Mungu wakati wa mabaya. Lakini wakati wa mema, wakati wa mipango ya kujiendeleza, tunakona akili zetu, tuko na pesa zetu, na masomo yetu na uwezo wetu, tunaenda bila watumishi wa Mungu. Sasa tukifika mahali wa mabaya, tunataka watumishi wa Mungu. Itawezekana. Hawa watu wangetembea peke yao. Mpendo, usitembee peke yako. Kama hauna pasa maishani mwako, piga magoti, uliza Mungu, ni mtumishi gani ungependa niwe chini yake? Anifundishe, aniongoze, anisimamie kwa mambo mengine mbele zako. Pray. Hata kama kuna story mbaya kuhusu mahubiri, lazima sitakuweko, ni kawaida. Lakini mtu wa Mungu, usikose kuwa na mtumishi wa Mungu ambaye atembea na wewe, ambaye unasimama na yeye, ambaye anakushauri, anakuongoza, anakufundisha. Usikose kuwa naye. Umeona mpendo mfano huo? Watu hawa kama wangekuwa wameenda peke yao, hakika hawangesaidika. Hiyo kichuma kingekwama hivyo, na inawezekana mwenyewe angewafanya mabaya. Mtu wa Mungu, kuna shida zingine tuko nazo kwa sababu tumekataa watumishi wa Mungu. Tumekataa watumishi wa Mungu. Na wewe ambaye uko na mtumishi wa Mungu chini yako, nataka nikuachie mstari huu, na muda wangu umekwisha. Nataka nikuachie mstari huu. Ukipata mtumishi wa Mungu ambaye anakuongoza, maneno ya Mungu anakutushauri hapa. Cha kufanya ni hiki. Ukipata mtumishi wa Mungu ambaye anakuongoza, anakufundisha, anakushauri, anasimama kwa ajili yako. Tumeona umuhimu wa watumishi wa Mungu maishani mwetu. Sasa cha kufanya ni hiki. Inawezekana wewe unanisikiza na uko naye. Waebrania 13 mstari wa 17. Waebrania 13 mstari wa 17. Anasema, watiini viongozi wenu na kuwanyenyekea, maana wao wanakesha kwa ajili ya roho zenu, kama watu watakaotoa hesabu, ili kwamba wafanye hivyo kwa furaha wala si kwa huzuni, maana haitawafaa ninyi. Kwa hiyo kama uko na mtumishi wa Mungu ambaye ako juu ya maisha yako, maandiko yanasema kwa kwanza utii, na uwe mnyenyekevu kwa ajili yao, kwa maana wao wanakesha kwa ajili yako. Na anasema usababishe wafanye kazi ya Mungu kwa furaha wala si kwa huzuni. Wasikuongoze kwa huzuni, kwa maana anasema haitakufaa kitu. Wakuongoze kwa furaha. Usiwe stubborn kwa mtumishi wa Mungu ambaye anakuongoza. Make sure you are obedient, you are humble, you bring joy to that servant of God. Ndio mambo kama haya tumeona kwa siku za Elisha yakitokea, hata atakuombea kwa furaha. Na tumeona Elisha alipoweka kijiti, chuma kilielea. Mtu wa Mungu, ni kweli duniani kuna story mbaya mbaya kuhusu wachungaji, lakini kuna umuhimu wa kuwa na mtumishi wa Mungu ndani ya maisha yako. Kwa hiyo mpendo msikizaji, make sure you have a servant of God in your life. Make sure kwamba kama unautii, unanyenyekea na unasababisha, make sure kwamba anapotumikia Mungu ya mtumishi wa Mungu hauzuniki kwa ajili yangu. Anatumikia Mungu, nasababisha amtumikie Mungu kwa furaha. Unasababisha yule pastor wako anatumikia Mungu kwa furaha. Support that pastor, your pastor. Pray for him. Hata Paulo akapo chini amesema tuombeeni, maana tunaamini kwamba tuna dhamira njema, tukitaka kuwa na mwenendo mwema katika mambo yote.
Pray for them. Usitake tu pastor kuombeage, na wewe pia katika maombi yako muombee pia mhubiri, ndio aendelee kukuongoza kwa furaha na kwa ile njia inafaa, ndio uweze kufikia mahala ambapo kuna ushindi, na yale mateso na majaribu ambao uinuka maishani, Mungu aweze kufungua njia ya kutokea. Wakati wa Yeremia, si kama Mungu alikuwa na njia, alikuwa na uwezo wa kuwasaidia, lakini kwa sababu walikuwa amewatumia Yeremia wamemkataa, ndio maana Mungu alikataa kuwasaidia. Bwana wa amani akubariki sana msikilizaji mpendwa. Hayo umeyasikia, weka ndani yako, yatafakari mtu wa Mungu. Ni mengi naweza kuongelesha kuhusu mambo haya, lakini muda wangu umekwisha. There is an importance of a preacher, a servant of God in your life. Regardless of the stories ambao unasikia kuhusu pastors, usiseme ati pastor wamekuwa wengi. Ni Mungu ameruhusu wawe wengi. Hata kama ni wengi kwa ubaya, ni Mungu pia ameruhusu, maana pia maandiko lazima itimie. Lakini make sure you have a servant of God ambaye anakuongoza, anakushauri, anakuombea. Hata wana wa Israeli, muda wangu umekwisha. Wana wa Israeli walikuwa na Samueli, ambapo walipofika mwisho kumekuwa na shida, waliendea Samueli. Na waliposikiliza vile Samueli alisema, wakati Samueli akawaita Mispa, akawaombea, Mungu akawapigania, mateso yakaisha, wakaona mkono wa Mungu. Kwa hiyo msikilizaji, ni vizuri uweze kufanya hivyo. Mara ulipo, tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, Mungu ishie milele, asante kwa neno lako. Asante kwa wale ambao umegusa wakasikiliza. Baba, naomba ukalipambanue neno ndani yao, wakalielewe zaidi ambalo nimezungumza. Bwana Yesu, kajidhihirishe. Wale ambao walikosewa na wahubiri, Bwana, kile walifanyiwa Jehova ukakiondoe ndani yao, na ukasababisha wakapate the true preachers ambao watawaongoza, watawashauri na watawaonyesha ile njia ambayo inafaa. Bwana Yesu, tamalaki na ukatende mema usiku wa baraka na amani. Magonjwa ondoa, mikasa mikosi ondoa. Mahali hakuna amani, weka amani Jehova, kwa maana uweza ni wako. Jitukuze kwa mahitaji ya kila msikilizaji, maana wewe ndiye Mungu. Tumeamini ya kwamba umetenda na utazidi kutenda. Mungu wa Abrahamu, Isaka na Yakobo, kama vile uishivyo, mapenzi yako pekee yatimie sasa na hata milele. Katika jina la Baba, la Mwana na Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tunaomba na hata kuamini. Amen and amen. Mungu amani akubariki sana, akutende mema. Majina ni Pastor Isaac wa Holy Way Ministries. Namba yangu ya simu ni 07 13 10 66 42, 07 13 10 66 42, au 01 17 12 64 84, 01 17 12 64 84. Kwenye mtandao wa kijamii ni Holy Way Kenya. Hadi wiki ijayo, siku kama leo, Bwana akutende mema.